Tarehe 24 ya mwezi wa 4 ni siku ambayo ilikuwa ikisubiriwa sana, siku ambayo kesi dhidi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Antipas Lissu ilikuwa inataraji kusikilizwa katika siku ya hii leo. Kesi ambayo kuelekea siku ya hii leo kulikuwa kuna mvutano, heka na kashikashi nyingi zilizokuwa zikiendelea kati ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo na jeshi la polisi, ambapo wakati kesi ikielekea kusikilizwa nitakujuza mambo kadhaa kati ya mengi ambayo yalijiri katika siku ya hii leo, ambapo kesi ya Tundu Antipas Lissu ilikuwa inasikilizwa kwa mara nyingine, ikiwa ni kesi ambayo kwa namba kubwa ya wananchi walitaraji kumuona Tundu Antipas Lissu akishuka kwenye moja kati ya karandinga la magereza kutokea huko katika gereza la Ukonga. Mambo yakawa tofauti, ambapo mahakama ya hakimu mkazi Kisutu ikapanga kuisikiliza kesi ya jinai inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Antipas Lissu kwa njia ya mtandao, ambapo Lissu hakupelekwa mahakamani bali alisomewa mashtaka yake kwa njia ya mtandao. Kesi ya Lissu ilisikilizwa katika ukumbi maalum wa mahakama uliofungwa vifaa vya kimtandao, ambapo jopo la mawakili wake lilifika, huku mawakili wa serikali na Lissu wakiunganishwa kwa njia ya kamera. Itakumbukwa kwamba Lissu alifikishwa mahakamani hapo siku ya April 10 mwaka 2025 akikabiliwa na mashtaka manne, ikiwemo kesi ya uhaini, ambapo alisomewa mashtaka hayo mbele ya mahakimu wawili. Katika shtaka la uhaini, Lissu anadaiwa kuwa Aprili 3 ya mwaka 2025 katika mkoa na jiji la Dar es Salaam, akiwa raia wa Tanzania, alitengeneza nia ya kuchochea umma kuzuia uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Wakati hayo yakiendelea, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Antipas Lissu akiwa katika gereza la Ukonga aligomea kabisa kusikiliza kesi yake ya uchochezi inayomkabili katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kwa njia ya mtandao. Badala yake akaitaka mahakama pamoja na jeshi la polisi wampeleke mahakamani. Kesi hiyo ya Lissu ambayo ina mashtaka matatu inasikilizwa mbele ya hakimu mkazi mwandamizi Godfrey Mhini, ambapo ilisikilizwa na mahakimu watatu, ambapo hakimu mkazi mwandamizi Godfrey Mhini aliuliza pande zote kama zipo tayari kwa ajili ya kesi hiyo ambayo ipo katika hatua ya Lissu kusomewa maelezo ya awali, ambapo wote wakajibu kuwa wapo tayari. Kwa upande wa Lissu, askari magereza ambaye naye aliunganishwa kwa njia ya mtandao akasema kuwa Lissu amegoma baada ya kuitwa katika chumba cha video cha gereza hilo la Ukonga kwa ajili ya kuendelea na usikilizwaji wa kesi yake, na kudai kuwa hawezi kusikiliza kesi kwa njia hiyo. Kutokana na hatua hiyo, hakimu Muhini akaruhusu kesi kuendelea bila Lissu kuwepo mtandaoni, ambapo Lissu aliwakilishwa na jopo la mawakili takriban 27 akiwemo wakili maarufu Peter Kibatala. Wakati hayo yakiendelea katika jengo la mahakama, huku nje hemwa zilikuwa nyingi sana, ambapo tukianzia katika jiji la Mwanza, jeshi la polisi mkoa wa Mwanza lenyewe lilipiga marufuku mikusanyiko isiyo ya halali kufuatia kuwepo kwa taarifa ya wafuasi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kupanga kukutana na kufanya mikusanyiko isiyo halali kwa lengo la kushinikiza kuachiliwa huru kwa mwenyekiti wao Tundu Antipas Lissu aliyetarajiwa kufikishwa mahakamani. Akiongea katika siku ya jana tarehe 23, kamanda wa polisi mkoani Mwanza Wilbrod Mutafungwa, yeye alisema jeshi la polisi mkoa wa Mwanza lilipokea taarifa kutoka kwenye vyombo mbalimbali zinazoonyesha kuwa baadhi ya wafuasi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema mkoa wa Mwanza wanapanga kukutana na kufanya mikusanyiko isiyokuwa halali, huku kundi la wanawake na watoto wakishawishiwa na baadhi ya viongozi wa chama hicho kushiriki kwa wingi katika mikusanyiko hiyo. Aidha, jeshi la polisi mkoa wa Mwanza likawatahadharisha wananchi kuacha kujihusisha na mikusanyiko hiyo, kwani jeshi la polisi limejipanga kikamilifu kufanya doria katika maeneo yote kwa ajili ya kuzuia mikusanyiko hiyo. Jeshi la polisi mkoani Mwanza likaendelea kusisitiza kuwa halitasita kuchukua hatua kali za kisheria kwa watakaojihusisha na mikusanyiko hiyo ama kufanya uvunjifu wowote wa amani. Wakati hayo yakiendelea, siku ya tarehe 24, siku ambayo mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu akitaraji kusomewa mashtaka yake, huko nje mambo yakawa tofauti. Chama cha Demokrasia na Maendeleo kikatangaza kuwa makamu mwenyekiti wa chama hicho bara John Heche amekamatwa na jeshi la polisi asubuhi ya siku ya tarehe 24 April, ambapo amekamatwa akiwa pamoja na Chacha Heche
mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Mara na walinzi wawili. Chadema pia ikasema kuwa katibu mkuu wa chama hicho John Mnyika amekamatwa na jeshi la polisi asubuhi hii maeneo ya Faya akielekea mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kufuatilia mwenendo wa kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama hicho Tundu Antipas Lissu. Wengine waliokamatwa ni pamoja na John Pambalu ambaye ni mkurugenzi wa mafunzo, organization na uchaguzi, Twaha Moipaya, Elizabeth Mambosho, katibu wa chama wilaya ya Ilala, na Lucas Ngoto, mwenyekiti wa chama kanda ya Serengeti. Chadema ikasema kuwa wengine waliokamatwa na kupelekwa kituo cha polisi cha Kati ni pamoja na Swabrati Malonge, Manase Mjema, Naomi Kitabi, Abel Kirubi na waandishi wawili waliotambulika kwa jina la Harun na Jacob. Wakati hayo yakiendelea nje ya mahakama kuelekea kutajwa kwa kesi hiyo, Tundu Antipas Lissu alikuwa anatetewa na mawakili zaidi ya 27 katika kesi ya shauri la jinai nambari 2025-04-10-28606 dhidi ya Jamhuri mbele ya hakimu mkazi mwandamizi Geoffrey Mhini. Lakini pia inasemekana ama inatarajiwa kuona namba ya mawakili ikiongezeka, ambapo mawakili waliomsimamia Tundu Antipas Lissu pamoja na Madeleka Peter, Martha Karua, Yahya Msangi na wengine wengi, kutokana na mwenendo wa shauri hili ikabidi sasa hata Tundu Antipas Lissu, mtuhumiwa kwa kesi hizo, pia naye awe miongoni mwa mawakili watakaojitetea. Yahya Msangi inasemekana ama inatajwa kwamba anaweza kuja na wakili wa kimataifa wa chama cha demokrasia na maendeleo Robert Amsterdam, ambapo hilo linataraji kuongeza nguvu upande wa washtakiwa. Mawakili waliosimamia kesi hiyo ni pamoja na Mpale Mpoki, Alute Mungwai, Rugen Shala, Peter Kibatala, Jeremiah Mtobesia, Nashon Nkungu, Gasto Garubindi, Deus Singa, Ibeni Silayo, Degratias Cosmas Mahinyila, Edson Kilatu, Frederick Kihwelo, Michael Mwangasa, Kathetas Rafael Mandiho, Dickson Matata, Emmanuel Chengula, Paul Kisabo, Edward Heche, Jebra Kambole, Maria Mushi, CCT Masawe. Wengine ni pamoja na Ikoti Lissu, Frederick Msaki, Jacobo Mogendi, Fikiri Gabriel, Florian Francis pamoja na Hekima Mwasi. Ikumbukwe Tundu Antipas Lissu anashtakiwa kwa makosa mawili makubwa, ambayo shtaka la kwanza ni shtaka la uchochezi, shtaka ambalo lilisomwa kuanzia majira ya asubuhi saa 2 mpaka mida ya mchana saa 7, na baadaye ungwe ya pili ikamaliziwa kwa kusoma shtaka lingine la uhaini, ambalo hili lilisomwa na baadaye likakamilika majira ya saa 11 za jioni. Mashtaka haya yanataraji kuendelea kusomwa na kusikilizwa siku ya tarehe 28 ya mwezi wa 4 mwaka 2024, ambapo inataraji kusomwa kwa mpango ule ule wa njia ya mtandao.